الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Wakati huu ilikuwa ni ratiba ya darasa ya fiqhi kama tulivyojuzana, lakini mwalimu ka dharurika katika upande wa kutumia wakati na muda na kutouacha usiende bure, tukapendelea tukumbushane lolote katika mambo ambayo yanahusiana na Uislamu wetu kadhalika na mafundisho ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala kajalia heshima za watu juu ya watu wengine ni kitu kilichokuwa haramu kuvunjwa, na hii hakuna khilafu kwenye dalail za kisheria kama ilivyokuwa kawaida yake kwa hazikhalifiani. Kadhalika pia kija kwenye maneno ya ulama kwenye hilo, heshima aliyokuwa nayo mwenzako ni haramu juu yako, kama ilivyokuwa mali yake yeye kwako ni haramu isipokuwa kwa haki. Kadhalika pia vile vile heshima yake, hadhi yake ni haramu kwako wewe, kama na hupasi pasi na sababu za kisheria kuiongelea heshima ya mwenzako. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija ya kuaga aliwauliza masahaba, huu ni mji gani huu? Wakasema huu ni mji mtukufu. Aliwauliza masahaba, ayu baladin hadha, ni mji gani huu? Wakasema masahaba, hadha baladun haram, huu ni mji mtukufu. Kisha akauliza, wa ayu shahrin hadha, na ni mwezi gani huu? Ilikuwa ni mwezi wa Dhulhijja, siku ya tarehe 9 mwaka wa 10, siku ya Ijumaa kwenye tukio la Arafa. Tuuliza maswali haya, kisha nao wakasema hadha shahrun haram, huu ni mwezi mtukufu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza tena, wa ayu yawmin hadha, na ni siku gani hii? Masahaba wakasema hadha yawmun haram, akasema kwamba hii ni siku iliyokuwa tukufu. Kisha Mtume akataja mambo yanayofuata, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, hakika ya damu zenu na mali zenu, mahallu shahid, na heshima zenu ni haramu juu yenu kama vilivyokuwa vitukufu vitu vitatu hivyo mlivyovitaja, siku, mwezi na mji. Na kadhalika kuonesha utukufu wa heshima ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, ndio maana Uislamu ukaja ukaharamisha jambo la kusengenya. Jambo la kusengenya limeharamishwa katika Uislamu ndani ya Qur'ani, kadhalika katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani amesema, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, na wala wasiwasengenye baadhi yenu kuwasengenya wengine, wasiwasengenye baadhi yenu kuwasengenya wengine. Na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu jambo ambalo huenda watu wakawa wanaulizana, sasa ikiwa naongea dhidi ya mwenzangu kwenye jambo ambalo yeye hayupo nalo, sawa nakosea? Akiwa nalo je, pia makosa? Mtume ili swali kalijibu. Aliuliza masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ambayo kaisimulia sahaba Abu Huraira na umeitaja ash-Shaykhani rahmatullahi ta'ala alayhima,
Mtume aliuliza masahaba, atadhuruna mal ghiba, je, mnajua ni nini maana ya kusengenya? Kusengenya ni nini? Ili pasemwe kwamba fulani kasengenya, awe kafanya nini? Qalu, masahaba wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Na hapa wanasema ulama, na ndivyo inavyotakikana, jambo kama haujui uegemeze elimu yake kwa Allah. Sio haujui lakini hapo naona si haujui, sema Allahu a'lam, ni katika insafu. Bali tamko Allahu a'lam wanasema ulama ni nusu ya elimu, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na wengineo katika salaf, kusema kwamba Allah ndiye anajua kwenye jambo ambalo hujui ni nusu elimu. Bali ulama wanaweza kuulizwa maswali ambayo wewe talibu ilmi unaona kama nalijua, yakasema Allahu a'lam. Ishawahi kutokea Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ibn Hamad Al-Badri hafidhahu Allah, akaulizwa maswali manne mutawalia na yote akasema Allahu a'lam. Vipi kuhusu hili? Allahu a'lam. Vipi kuhusu hili? Allahu a'lam. Maswali mengi manne. Bali ukitazama haya manne, yani ni wale ambao tumeona kwenye rekodi zilizorekodiwa kwa sauti. Waliosoma chini yake wanasema alikuwa akiulizwa mpaka maswali 20 wakati huu, yote Allahu a'lam, yote Allahu a'lam. Mpaka asema ili mimi pia nalijua hili. Lakini Sheikh ambaye ni alim, mwanachuoni, muhaddith, anasema kwamba Allahu a'lam. Kwa hiyo jambo mtu kama alifahamu anatakiwa aseme silifahamu. Si dini tu, hata dunia. Sije kwa feni la tusumbua bwana, vipi hujui ukasema bwana najua, ukaunga tukiwasha feni ya wakataa. Isiwe hivyo. Kitu kama hufahamu sema sifahamu. Kadhalika baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kule kumtaja kwako ndugu yako kwa jambo ambalo yeye anachukia. Ima iwe ni heshima yake na mengineo katika vitu ambavyo endapo atakuwa yeye atasikia atachukia, sio sawa kumtaja kwacho muislamu mwenzako. Sasa masahaba hapa ndio wakauliza, qila, pakasema kwa maana masahaba wakauliza, afaraaita in kana fi akhi ma aqulu, inakuwaje ikiwa lile ambalo mimi nalisema lipo kwa ndugu yangu? Kwa maana ilikuwa wanasema ulama, dhana ya masahaba ilikuwa kwamba kusengenya ni kwenye jambo ambalo mtu hayupo nalo, kumzushia. Ikawa anaongea kwamba fulani fulani hivi hivi, lakini hayupo nayo hayo ninayoongea. Walikuwa wanaona kwamba huku ndiko kusengenya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu, ikiwa yupo nayo hayo unayoyasema itakuwa umemsengenya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu, na ikiwa hayupo nayo unayoyasema itakuwa wewe umemzushia. Na yote hayo haifai. Na hasa hapa kwenye upande wa kumzushia mtu jambo ambalo hayupo nalo, Waislamu wengi tumezembea. Na wengi katika watu katika majalisi zao, vikao vyao, wanaona kwamba ni jambo la kawaida. Mtu anajenga hukumu mbaya dhidi ya mtu kwa dhana. Allahu akbar. Yani anajenga ubaya wa mtu kwa dhana yake aliyokuwa nayo. Na tayari hii dhana hii ataijengea yaqini, kisha awe ni jambo ambalo kalibebea bendera analitangaza kwa watu. Mwisho wa siku akitakiwa hoja hana moja hana mbili. Hasa hali ikifikia hatua hii, tayari heshima za watu zitavunjwa sana, jambo ambalo ni katika mambo ambayo yatakiwa yachungwe. Heshima ya mtu inatakiwa wewe ichunge muda wa kuwa ipo katika hifadhi ya kisheria. Sio sawa kuanza kumzushia mtu aliyokuwa hayupo nayo. Na bali yajulikana kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ana ukamilifu. Wewe ukiona kasoro ya mwenzako hii, mwenzako ataona ile. Wewe ukiona mwenzako kakosea hili, ataona mwenzako jambo jingine. Bali al-Imam Shafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris, anasema, lisanuka la tadhkur bihi awrata mri'in fakulluka awratun walinnasi alsunu,
wa aynaka in abadat alayka ma'aiba fad'aha wa qul ya aynu lin-nasi a'yunu. Lisanuka, ulimi wako, la tadhkur bihi awrata mri'in, usitaje kupitia ulimi wako aibu yoyote ya mtu. Kwa sababu gani? Fakulluka awratun, wewe mwenyewe mzima ni aibu. Wewe umeona aibu moja ya mwenzako, tukianza kutathmini kuanzia kucha yako mpaka nywele zako, wewe mwenyewe ni aibu. Na si hivyo tu, walinasi alsunu, na watu pia wana ndimi. Kama ulivyoweza wewe kuongea kwa ulimi wako, watu pia Allah kawapa uwezo huo, na bali wengine huenda wakawa ni fusaha zaidi yako, wakazusha mambo ambayo pengine watasoma na aya pia fulani upo hivi yakulu Allahu tabaraka wa taala, ukaongezea mambo ambayo ni aula watu kuamini kwamba wewe ni ubaya. Kwa hiyo watu pia wana ndimi kama wewe. Kisha akasema wa ainaka, na macho yako mawili, in abadat alayka ma'aiba, yakikudhihirishia aibu ya mtu, aibu za watu, fadaha, ziache. Wa qul, na useme ya ainu, ewe jicho, linnasi ayunu, watu pia wana macho kama nilivyoona mimi, pia watu wataona. Isiwe jambo ambalo moja kwa moja la husu heshima ya mtu mwepesi wa kuliongea, na bali katika alama za kumjua huyu mtu ni muongo na anamzushia mwenzake na ni msengenyaji, ni kukwambia jambo alafu akakwambia usinitaje. Alama kubwa hii ya kuonesha kwamba huyu mtu anamzushia huyo ambaye anakupa ubaya wake. Hasa wanawake, shoga nakwambia lakini usinitaje. Hakuna vya ushoga, nitakutaja. Atakiwa huyu mwanamke mwenzake amwambie hivyo, nitakutaja. Na bali mwingine anakuambia wazi wazi kwamba kama unataja basi. Sasa wewe unajiamini nini kuongea jambo ambalo ikiwa hautajwi unaliongea, ikiwa unatajwa unaongea? Na kama ni haki kweli unaogopa unayeongea dhidi yake yeye asijue kuwa umeongea? Aljawabu la. Kwa hiyo ni sifa ambayo baadhi ya watu wanafanya. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, nitaje tukio hili kisha nimalizie na tambihi ya mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tukio la Isra na Mi'raj anasema aliona watu ambao wana kucha za shaba. Kadhalika kucha hizi wanakwangua vifua vyao na nyuso zao. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qultu man haula'i ya Jibril, nikasema kumwambia Jibril ambaye alikuwa ndio kiongozi wa msafara, ni nani hawa ewe Jibril? Jibril akamjibu, haula'i alladhina yakuluna luhuma an-nas. Katika riwaya imekuja haula'i alladhina yakuluna al-lahma, watu hawa ni wale ambao wanakula nyama za watu. Na kula nyama ya mtu au ya ndugu yako Allah kaitaja ndani ya Qur'ani kwenye ile aya ambayo alikuwa akikataza kusengenya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kisha akasema ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa mfu? Na hii ndiyo maana ya kusengenya mfano wake, sawa sawa na kula nyama ya ndugu yako akiwa ni mfu. Kisha Allah akasema fakarihtumuhu, basi lichukieni hilo. Sasa walipoonekana hawa watu na Mtume sallam, kisha akasema hapo hapo Mtume kwamba ni kina nani hawa? Jibril akamjibu, hawa ndio wanaokula nyama za watu, hawa ndio wanaokula nyama za watu. Kadhalika wayaqauna fi a'radihim, na hawa ndio wale ambao wanavunja heshima za watu. Ndio watu hawa. Huku kula nyama za watu ni kuwasengenya, na huku kuvunja heshima zao ni kuwazushia wasiokuwa nayo. Sasa haya yamekatazwa katika Uislamu. Na hapa hasa kuongelea watu wa dini, kwa maana ulama, kwa mtu anaosema wanachuoni, jambo baya sana. Bali alimamu Abul Qasim Muhammad ibn Asakir na wengineo katika ulama wanasema kwamba luhumul ulama'i masmumatun, la nyama za wanachuoni zimetiwa sumu. Wa adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'lumatun, na kawaida ya Allah kwenye kuvunja stara za wale wanaovunja heshima za wanachuoni yajulikanwa. Faman atlaqa lisanahu
ala al-ulama'i bisabbi washatmi balahu Allah bimauti qalbihi qabla mautihi, yote atakayeachia ulimi wake kwa kuwasema vibaya wanawachuoni, Allah subhanahu wa ta'ala atamtahini kwa kuua moyo wake kabla ya kifo chake yeye mwenyewe binafsi. Sasa hapa kuna kuja tambihi sasa ambayo nimesema nitaitoa. Je, rudud ambazo zinafanywa na wanawachuoni, kadhalika mashaikh, kadhalika talabatul ilmi, ni katika kusengenya? Ili jambo ni katika mambo ambayo yapasa pia tuyafahamu, kwa sababu ni mambo ambayo hutokea na yanatokea na yataendelea kutokea. Kule kutokea kwamba fulani kakosea, baada ya kukosea mwingine akaongea kuhusu kosa la fulani ambaye kakosea, lakini hapo tuongelea kwenye upande wa dini, kwa sababu haya ambayo tumeyataja haya mwanzo katika mifano yanakuja katika heshima za watu katika miamala katika upande wa kidunia. Je, katika upande wa dini sasa, fulani kakosea, ili nisiwe nimemsengenya ninyamaze kimya nisiseme kuambia watu, au tujalie nimeongea hapa nilipoongea hapa alafu nikapotosha wal billah, nikaharibu jambo katika dini, alafu nikaharibu kwa kujua, kwa sababu kama sijui kuna njia zinazokiwa zifanywe kinyume cha yule ambaye yeye kakosea kwa kujua. Pengine aya ina maana hii kwa makusudi anahepa maana, yani makusudi anahepa maana, au hadithi ina maana hii kwa makusudi anahepa maana. Je, akija mtu akasema sehemu mfano wa hii akabainisha kosa langu, au sehemu nyingine au hapa hapa, atakuwa kanisengenya? Aljawabu la, hajanisengenya. Hilo haliingii katika kusengenya, haliingii katika alghiba. Endapo pataongelewa hayo yaliyoongelewa kwa uadilifu na kwa ukweli kama ilivyo, inakuwa sio kusengenya, bali ni katika al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kukosolewa waliokosea katika dini, na sio kama wanavyoeneza propaganda baadhi ya watu kwamba kuna watu wao hawana wanaoyaona zaidi ya kuongelea ya watu. Sio ya watu, ili jambo la dini, ni jambo la dini. Leo ikiwa unafanya jambo la kidunia alafu ukawa unataka utapeliwe, mwingine akasema kwamba huyo ni tapeli, utamwambia kwamba wewe huna kazi wasema ya watu tu au? Sasa huyu anakutapeli dunia, yupo na hali hii, ikitajwa utapeli wake unaona umesaidiwa. Anayekutapeli dini akasema kwamba Allah akasema hivi na hiyo aya Allah hajasema hivyo, umimbabi aula kuwa yeye kubainishwa ni aula kwamba huyu kasema uongo. Na ndio maana kwenye Qur'ani Allah kataja makosa ya watu chungu mzima mule, na wala haikusema kwamba ile ni alghiba, na wao wanaotajwa makosa yao ndani ya Qur'ani wala hawakuwepo. Si katika alghiba, kwa sababu yale wanaotajwa ni katika mambo ambayo yanafungamana na dini, na ni katika kukataza nini? Ni katika kukataza uovu na kuamrisha mema. Ama ikiwa ni kinyume na hivyo, sasa ikiwa sasa ni propaganda tu, hayo ni mengine sasa. Ila mtu wasema kwamba kabisa kuna hoja kadha dhidi ya uovu fulani, hilo jambo haliingii katika kusengenya, bali mambo katika kama hayo katika dini yanahitajika yapatikane ili ule uovu ubainishwe. Ndio maana Allah anasema ndani ya Qur'ani kuonesha hivyo, wakadhalika nufassilu ayati walitastabina sabilul mujrimin, na namna kama hiyo ndiyo tunaziweka wazi ayati, hoja, ili ikae wazi njia ya waovu. Kadhalika Allah kasema ndani ya Qur'ani, qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Na pia kwenye kubainisha haki kwa mfumo kama huu na kutaja njia ya waliokosea, anasema Allah ndani ya Qur'ani kuelezea kwa uslubu ambao unafikiana na huu, liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina, ili yaangamie atakayeangamia katika njia ya kuwa ana ubainifu, kadhalika pia na awe hai atakayekuwa hai katika njia ya kuwa yeye yupo katika ubainifu na ana ubainifu kabisa kwenye hilo. Kwa hiyo yote hayo tuliyotaja nyuma, tusije tukaona haya yanaingia kwenye hayo. La, haya haingii katika hayo, kwa sababu katika Qur'ani yapo hayo, bali mtume naye aliwaradi watu wengi tu
ili isiwe ni katika kusengenya, ni kuzingatia ni kwa uslubu gani. Maana sio kila ambayo yataongelewa kwamba yanakuwa ni katika hali ya kwamba haingii kwenye kusengenya. Kuna mwingine mtu atasema kwamba anamradi fulani lakini kumbe ni kusengenya, ala sio kumradi mtu, hasa ikiwa ni yale mambo ambayo tukitazama shakhsia ya mtu fulani bwana yupo hivi. Sasa jambo shakhsia tunayoongelea hapa ni mambo ya kidini, mambo ya kidini. Na ndio maana kwamba utakuta kwamba hata watu wa batili wakitajwa kwenye mambo ya dini, wao wanakuja kwenye shakhsia ya mtu fulani. Mwenyewe bwana mrefu. Sasa kuwa mrefu na kuwa wewe umekosea kwenye dini, haya yana munasaba gani? Au fulani mwenyewe bwana yupo hivi, akitembea anaenda hivi. Ili jambo hili halina munasaba na dini. Tazungumzia yale ya kidini, kukosolewa ulipokosea kwa lugha fupi, kuradiwa kwenye hilo kwa vidhibiti vya kisheria, si katika kusengenya kama wanavyoeneza watu propaganda kwenye hilo. Kwa leo tusimamie hapa, tutakuja kuendelea wakati mwingine, ima iwe ni darasa au kalima kama hivi. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tuliyosema iingie katika mioyo yetu, kadhalika na tuyafahamu kwa uzuri na kwa weledi ipasavyo, na Allah ajalie haya ni katika mambo ambayo atatuhesabu kwayo kwa wema yaumul qiyama. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum.